Kila star huwa ana hadithi yake, lakini hadithi ya Wema Sepetu haijasimuliwa tu, bali ni ya kutisha pia. Ni hadithi ya mapenzi makubwa, maumivu makali, vichwa vya habari visivyokwisha, na safari ya msichana aliyekuwa Miss Tanzania akiwa na miaka 18 hadi kuwa mwanamke ambaye kila hatua yake inatikisa nchi nzima. Kwa miaka zaidi ya 15, jina la Wema Sepetu limekuwa kama kitabu kisichofungwa. Kila ukurasa ukijaa drama, mapenzi, skendo pamoja na mafanikio. Na katika hili, wanaume walioshiriki naye sehemu ya maisha yake wamekuwa sehemu ya mjadala usiokoma. Kuna baadhi ya wanaume ambao walikuwa kama wapenzi wa kweli, baadhi walikuwa kama marafiki waliogeuka zaidi ya urafiki, na wengine walikuwa na tetesi zilizosababisha moto kuwaka kwenye mitandao ya kijamii. Leo nimekuletea listi ya top 10 ya wanaume ambao Wema Sepetu amewahi kuwa nao kwenye mahusiano. Hawa ni wale macelebrity wakubwa ambao Wema Sepetu amewahi kutoka nao kimahusiano, ukiachana na wale wengine ambao zilikuwa kama tetesi tu, lakini wengine tulikuwa hatuwajui kabisa. So ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu hiyo listi ya wanaume 10 ambao Wema Sepetu amewahi kudate nao kwenye mahusiano, lakini pengine ulikuwa unawafahamu wachache tu, ila listi ya wote 10 niko nayo hapa. So join na mimi mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu wote. Lakini point ya msingi, mda wangu wa maana kabisa, nikukumbushe kama ulikuwa bado haujasubscribe, basi nikwambie tu kwamba unakosa vitu vingi sana. Kwa hiyo point ya msingi, ili kutokukosa video zinazofuata, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe unaliona chini ya hii video. Baada ya hapo, bonyeza like hapo, kisha kwenye comment section utakuja kuniambia nani ambaye ulikuwa humjui kutoka katika hii list ambayo mimi naenda kukutajia hapa. Mimi naitwa Gabi Official, hii ni Bongo Vibe. Jana namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na mastaa basi unakuwa wa kwanza kabisa kuzipata hapa on time. Baada ya kushinda taji la Miss Tanzania mwaka 2006, Wema Sepetu aliingia kwenye ulimwengu wa ustaa akiwa mdogo sana, mrembo na mwenye ndoto nyingi. Na hapa ndipo safari ya mahusiano yake ilianza kuonekana hadharani. Sasa acha nianze ku-mention pamoja na kuelezea kidogo kuhusiana na hii list ambayo ya wanaume 10 ambao Wema Sepetu aliwahi kuwa nao kwenye mahusiano, kwa wale celebrity ambao wanajulikana sana. Namba moja kabisa tunakutana na TID, ambaye haya yalikuwa ni mahusiano ya awali kabisa kabla ya umaarufu mkubwa. Mahusiano haya yalikuja katika kipindi ambacho Wema Sepetu kabla hajaweza kukutana na Kanumba, lakini mara nyingi TID alikuwa anaeleza kama aliwahi kuwa na Wema Sepetu katika hiki kipindi. TID aliwahi kuthibitisha kuwa walikuwa karibu sana wakati Wema akiwa Miss Tanzania, na haikuwa safari ndefu sana kama ile ya Kanumba, lakini inatajwa kuwa mara nyingi kama sehemu ya chapter za mwanzo kabisa za mahusiano ya Wema Sepetu pamoja na TID kabla ya Kanumba. Namba 2 tunakutana na Steven Kanumba. Steven Kanumba ndiye mwanaume wa kwanza ambaye hadithi yao na Wema Sepetu ilionekana hadharani na kwa nguvu. Walianza mwaka 2007 wakati Wema anaingia kwenye filamu kupitia filamu ya Kanumba. Mapenzi yao yalikuwa makubwa, ya kupendana sana, lakini pia ya kugombana sana. Kwa muda Kanumba akawa kama sehemu ya maisha ya Wema Sepetu ambayo ilimjenga na kumvunja kwa wakati mmoja. Lakini pia huyo alikuwa mwanaume aliyemfundisha spotlight, set life pamoja na maisha ya kuwa public figure. Yani alifundishwa hivyo Wema Sepetu na Kanumba. Lakini ingawa uhusiano huu ulikuwa na milima pamoja na mabonde, wengi wanaamini kwamba huu ndio uhusiano uliotengeneza Wema aliyekuja kuwa miaka ya baadaye. Ukiachana na hiyo, tunakutana na mahusiano kati ya Wema pamoja na Diamond Platnumz. Baada ya kupitia katika vipindi vya maumivu, Wema alijikuta kwenye kichwa cha habari kingine kikubwa: mapenzi na Diamond Platnumz. Uhusiano wao ulikuwa kama tamthilia ya mapenzi. Walipendana hadharani, walipigana hadharani, waliachana hadharani na wakarudiana hadharani. Kwa miaka miwili walikuwa power couple wa Bongo Flava. Lakini mwaka 2014 mambo yalivunjika vibaya, na baada ya kuachana na Diamond, ukurasa mpya wa maisha ya Wema ulifunguka. Namba 4 tunakutana na Ommy Dimpoz. Baada ya Diamond Platnumz, jina la kwanza kuunganishwa na Wema lilikuwa ni Ommy Dimpoz. Ingawa Ommy mwenyewe aliwahi kuja kukanusha, lakini mitandao ya kijamii iliweka picha, videos na ushahidi uliofanya mashabiki kuamini kwamba hawa watu walikuwa ni wapenzi. Haikuwa mahusiano ya muda mrefu sana, lakini lilikuwa jina muhimu sana baada ya Diamond Platnumz kwa kuweza kutajwa. Namba 5 tunakutana na Luiz Munana. Hii ilikuwa ni mwaka 2015. Baada ya drama za Bongo, Wema aliamua kwenda nje ya nchi. Luiz Munana kutokea Namibia, ambaye ni mwanamitindo, mjasiriamali na Big Brother Africa, walikuwa kwenye uhusiano wa muda mfupi, lakini
mahusiano haya yalivuma sana Afrika Mashariki. Mashabiki walimpenda sana Luiz kwa utulivu wake, lakini long distance relationship ikawa ndio sababu ya kupasuka kwa haya mahusiano. Yani mahusiano ya umbali mrefu ikawa sababu ya mahusiano haya kuweza kuisha. Ukiachana na mahusiano haya, tunakutana pia na mahusiano ya Wema Sepetu pamoja na Idris Sultan. Haya yalikuwa ni kati ya mwaka 2015 mpaka mwaka 2016, muda mchache tu baada ya Wema kuweza kuachana na huyo Luiz Munana. Huu ndio uhusiano uliokuwa wa karibu zaidi baada ya Diamond, ukiachana na ule wa Omnipoz pamoja na huyo Luiz Munana ambao ulichukua muda mfupi sana. Wema na Idris walisi pamoja kwa muda, walikuwa marafiki, wapenzi pamoja na washirika wa kazi. Lakini pressure ya mashabiki, mambo ya ndani na mazingira ya ustaa yalivunja uhusiano huo mwaka 2016. Wema aliwahi kukiri kuwa alimpenda sana Idris kwa dhati, lakini ndio hivyo tena, hakukuwa na namna. Ukiachana na hayo, tunakutana na mahusiano ya Karisa pamoja na Wema Sepetu. Karisa ambaye ni mwanamitindo maarufu anatajwa kuwa mmoja ya waliokuwa karibu na Wema Sepetu baada ya Idris Sultan. Haikuwa muda mrefu sana, lakini ilitengeneza gumzo kwa sababu ya picha na matukio waliorekodi wakiwa pamoja. Sasa ukiachana na mahusiano hayo, pia Wema aliwahi kuhusishwa kuwa kwenye mahusiano na watu kutoka nje ya nchi, ukiachana na huyo ambaye nilikuwa nimekutajia kutoka nchini Namibia. Na mmoja ya watu hao ni kuna mambo anafahamika kama Charles Baba. Huyu Charles Baba naye aliingia kwenye orodha ya majina yaliyohusishwa na Wema baada ya kuonekana wakifanya kazi pamoja na kusafiri mara kwa mara kwa pamoja. Walikuwa wanachekesha sana mtandaoni na walitengeneza pia storyline haraka sana, lakini hakukuwa na uthibitisho wa kimapenzi, ni tetesi tu lakini kubwa za kipindi hicho. Na kuna sometimes huyu Charles Baba aliwahi kufunguka na kuja kusema kwamba Wema alikuwa ni future baby wake. Ukiachana na huyo, tunakuja kukutana na huyu jamaa ambaye alikuwa anatokea Kongo, jina lake anafahamika kwa jina la Apocalypse. Huyu ni mshikaji kutoka Kongo. Hili ni jina ambalo liliingia mitandaoni kama moto wa nyasi, lakini Wema mwenyewe baadaye alikanusha hadharani, akasema kwamba huyo ni rafiki tu, lakini ukweli mashabiki walikuwa wanaona kile ambacho kilikuwa kinaendelea kati ya Wema pamoja na ujamaa, ingaje baadaye walikuja wakaachana. Kwa hiyo tunaweka tu kwenye listi kwamba ni moja ya mtu ambaye alishakuwa mpenzi wa Wema kwa sababu ni sehemu ya historia ya tetesi, ijapokuwa Wema alikuja akayakataa kabisa haya mahusiano ambayo watu walikuwa wamechukulia kabisa kwamba ilikuwa ni serious. Ukiachana na hayo, tunakutana na mwisho kabisa Whozu. Huyo ni mara kwanza kabisa kuja akatambulishwa mwaka 2022 ambapo Wema alitangaza hadharani uhusiano wake na huyu msanii. Kwa mara ya kwanza kabisa baada ya miaka mingi, Wema Sepetu anaonekana ameridhika, akawa anatabasamu na mapenzi yao yalionekana tulivu kabisa. Walionyesha upendo hadharani, wakafanya kazi pamoja na mashabiki wengi wakaonekana waliona kama hii ndiyo chapter mpya ya Wema iliyo na furaha zaidi kuliko nyingine. Ingawaje sasa hivi mapenzi yao yamekuwa hayaeleweki, mara wanaachana, wanarudiana, lakini imekuwa ni safari ya kimya sana ambayo hawajataka mtu aweze kuifahamu. Sasa safari ya mapenzi ya Wema Sepetu imekuwa ya kila aina ya hisia: furaha, maumivu, matumaini na mawazo mapya. Kila mwanaume aliyepitia kwenye maisha yake ameacha alama, na kila hatua imemjenga kuwa mwanamke aliyepo leo. Na safari bado inaendelea. Kwa sasa amekuwa na Whozu na mahusiano yake yamekuwa hayaeleweki, lakini Wema anaonekana amerudia hali yake ya kutabasamu, na sometimes anarudia kwenye maumivu, na muda mwingine anarudi na kukata tamaa. Na pengine kwa mara ya kwanza kabisa amepata amani tuliyokuwa amani tunayopenda kumwona akiwa nayo kutoka kwa Whozu. Tulifikiri hivyo, lakini baadaye mambo yameanza kubadilika na kuwa ndivyo sivyo. Ingawaje sasa hivi ameingia kwenye headline ya wanawake ambao wanachukiwa zaidi Tanzania. Nani zaidi ambaye ulikuwa humjui katika hii list ambayo nimeweza kukutajia hapa? Tuambie kwenye comment section, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.